Sakata la Tundu Antipas Lissu bado linazidi kupenya mianya mikubwa zaidi mara baada ya jumuiya za kikanda na kimataifa za vyama vya wanasheria zimetoa tamko rasmi la kulaani kukamatwa na kushtakiwa kwa wakili Tundu Lissu ambaye ni rais wa chama cha TLS hapo zamani, ambaye taarifa ya pamoja na jumuiya hizo inasainiwa na chama cha wanasheria Afrika Mashariki, jumuiya ya wanasheria ya Zambia, chama cha wanasheria Kenya, jumuiya ya wanasheria wa kimataifa SADC, chama cha wanasheria Tanganyika, chama cha wanasheria Uganda, International Commission of Justice Kenya na International Commission of Justice. Imebainisha kuwa jumuiya, vyama, mashirika na wanachama wote waliokuwa chini yao wanalaani vikali swala hilo kutokana na kile walichokiita uwepo wa wasiwasi mkubwa unaotokana na ukandamizaji wa mikutano ya amani na kukamatwa kwa njama kwa Tundu Lissu ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa. Sambamba na hilo, amesema Lissu ambaye pia amekuwa mtetezi wa masuala ya haki za binadamu kwa muda mrefu nchini Tanzania, mbunge na mwanasiasa mashuhuri, amekamatwa kwa nguvu baada ya kuzungumza na umati wa wananchi na wanachama na wafuasi wa chama chake waliokuwa wamejitokeza katika mkutano wa hadhara wa kawaida huko Mbinga mkoani Ruvuma. Mkutano uliolenga kutoa elimu kuhusu kampeni ya No Reform No Election ulioasisiwa na chama hicho kwa ajili ya kudai mageuzi ya mifumo ya uchaguzi nchini Tanzania. Aidha, taarifa hiyo inaendelea kufafanua kuwa jeshi la polisi limevunja kwa nguvu mkutano huo huku likitumia nguvu kutawanya wananchi sambamba na kuwapiga mabomu ya machozi raia wasiokuwa na silaha. Baada ya kupiga mabomu hayo ya machozi, walimtaka Mheshimiwa Lissu kuripoti katika kituo cha polisi cha wilaya Mbinga, lakini hawakutoa sababu yoyote ya agizo hilo. Baadaye alilazimisha kuingia kwenye gari la polisi bila kueleza sababu ya kukamatwa kwake wala mashtaka dhidi yake, jambo ambalo ni kinyume na sheria za Tanzania na mikataba ya kimataifa ambayo nchi ya Tanzania imeridhia. Wataalamu hao wa masuala ya sheria wameendelea kufafanua kuwa baada ya Lissu kukamatwa, alishikiliwa bila mawasiliano yote kwa karibu saa 24, kwani jeshi la polisi nchini Tanzania alikutoa taarifa yote kuhusu sehemu ambapo alipo au sababu za kukamatwa kwake, jambo ambalo ni kinyume cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya Tanzania. Amedai kuwa Lissu alisafirishwa kwa gari umbali wa zaidi ya kilomita 1150 kutoka Mbinga hadi Dar es Salaam, na siku hiyo iliyofuata, yani Alhamisi ya tarehe 10 Aprili 2025, afikishwa kwenye mahakama ya kimkazi Kisutu na kushtakiwa kwa kosa la uhaini pamoja na mashtaka mengine matatu, kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao namba 14 ya mwaka 2015. Karatasi ya mashtaka ya uhaini inadaiwa kuwa tarehe 3 Aprili Mheshimiwa Lissu alitoa kauli ya hadharani akisema, walisema kampeni hii ni sawa na uasi. Ni kweli, tunasema tutazuia uchaguzi, tunahamasisha uasi. Hiyo ndiyo njia ya kuleta mabadiliko, na pia kwa hiyo tutaratibu uchaguzi huu na tutauharibu kabisa, tutauvuruga kweli kweli, tunauharibu vibaya sana. Mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo yanadai kuwa Mheshimiwa Lissu alisema katika video ya YouTube tarehe 3 Aprili 2025 kwamba wagombea wa Chadema walienguliwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 kwa maagizo ya rais, kwamba askari polisi wanatumika kuiba kura kwa kutumia mabegi ya mgongoni, na kwamba majaji ni watiifu kwa CCM, hawawezi kutoa haki kwa sababu wanatamani kuteuliwa na kuteua kuwa majaji wa mahakama ya rufani. Imeeleza hivyo tamko namna ambavyo ilikuwa imeandikwa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.